Subiri. Vijana wa sasa, jenga isifurahia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Naomba nianze kwa kujitambulisha. Naitwa Eshleman Simon, ni rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu KCMC kwa mwaka huu 25-26. Naomba kabla sijaenda kwenye ambacho ningeenda kuzungumza, tufunike macho yetu tuweze kumshukuru Mungu. Mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, nikiwa sababu ya kusema asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambapo umetujalia vijana kuweza kuwa hapa siku ya leo. Tunaamini kwamba yale yote ambayo tunaenda kujifunza mahali hapa yanaenda kufanyika kama mbegu, kama ambavyo wao wameelekeza katika tawala ile ambayo inaangukia katika udongo mzuri na itakuwa na kuzaa matunda. Basi ikawe hivyo katika maisha ya vijana hao. Niomba na kuamini. Amen. Haleluya. Sasa naomba nitaanza na swali, si ndio? Hii session natamani kwamba kwa asilimia kubwa iwe ni kufundishana na sio mimi hapa kufundisha. Si ndio jamani? Katika vitu ambavyo nadhani kizazi chetu sisi hapa tukikubea ni hicho hapo. Je, humu ndani nani sio Gen Z? Sipende kusikia neno Gen Z, si ndio? Humu ndani siku ya leo nani ambaye sio Gen Z? Apunge mkono namna hii. Sasa kwa watu ambao mnajiuliza, asanteni. Kwa watu ambao mnajiuliza, kulingana na tafsiri ya wakati, wanasema kwamba Gen Z ni watu wote ambao wamezaliwa katikati ya mwaka 1997 mpaka mwaka 2012. Si ndio? Kwa kama tuna Gen Z hapa ndani, naomba tupige kelele moja. Bwana asifiwe. Naomba baba Prophet Jubiso leo tukupe miaka 28. Sawa. Sasa kuna machache ambayo nilishirikishwa kwamba niweze kuzungumza, lakini vile vile kuna machache ambayo mimi binafsi nilikuwa nimeandaa kwa ajili ya kushare na nyinyi. Kwa naomba nitaanza na vile ambavyo ilipaswa niwashirikishe. Kwa utambulisho mfupi, kama nilivyosema, naitwa Eshleman Simon, ila unaweza kuniita Simon kwa urahisi. Ni rais wa serikali ya wanafunzi. Ni mwanachuo mwaka wa 4, kozi inaitwa Bachelor of Science in Physiotherapy, kama mmeshawahi kuisikia. Na katika nyadhifa ambazo mimi hapa huwa najivunia kuwa kuu kuliko nyingine zote ambazo nimeshawahi kushika ni kuwa mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Nimeokoka na kupenda Yesu. Sasa kuna swali lingine niliulizwa kwamba niliingiaje kwenye uongozi na nani ambaye pengine alikuwa ni inspiration yangu au kingine ambacho kilinivutia kuweza kuingia. Kuhusu kuingia, nisema kwamba ilikuwa ni kitu ambacho mimi hapa na kiakisi kutoka kwa Mungu. Naomba niulize swali moja rahisi. Nadhani wote tunafahamu misimu katika mwaka, si ndio? Wote tunafahamu misimu katika mwaka. Unaanza msimu gani? Masika. Sawa, basi tunahitaji bila mpangilio. Tuna masika nyingine, kiangazi nyingine, kwa nguvu. Naam, nyingine kipupwe. Asante sana. Naomba mjipigie makofi. Sasa katika vitu ambavyo tunaweza tukajifunza kutoka kwa Mungu ambaye ni muumbaji wa vitu vyote ni ule mfumo wa automation. Automation ni vitu kutokea bila ya kuwa na mwingilio, kwa maana kwamba vinajiendesha wenyewe kwenda bila ya yako wewe moja kwa moja au kuja kufanya vitu. Kama nikitolea mfano wa hiyo kitu cha misimu, ni kitu ambacho tunaweza kutegemea kwamba kila mwaka wake inabadilika, si ndio? Kila mwaka. Niseme hata katikati ya mwaka wake inabadilika kulingana na majira yake. Lakini ni kitu ambacho Mungu yeye katika uumbaji aliweka mfumo fulani ambao unaweza ukajirudia. Kwa hiyo hicho kitu niambe kilikuwa kwangu ni kama kioo cha kuweza kujua namna gani ya kuendesha uongozi wangu ili kwamba vitu viweze kwenda. Na ndio ikawa inspiration vile ya kuweza kujiunga. Sasa kitu cha tatu ilikuwa ni kuhusiana na changamoto. Changamoto ambayo nilikutana nayo katika uongozi. Nadhani baba pale amesema vizuri kwamba katika vipengele vyetu kama vijana huaga ni muda, si ndio? Lakini mimi naomba nitaphrase tofauti kidogo. Kuna mzungumzaji mmoja anaitwa Mahatma Gandhi, alikuwa anahojiwa akaulizwa kwamba changamoto kubwa ambayo aliyokutana nayo kwenye kufikia kitu chochote kile ilikuwa ni nini? Nani anaweza akaotea alichojibu?
Vijana wa sasa naomba tu, yaani mtu aseme kitu chochote kile ambacho anaishi anaweza akasema, hata kama sio kimoja. Au hata siku ya leo kama ningemuuliza kijana wa leo, kijana wa sasa, si ndio? Kuna vitu ambavyo unaweza ukafikiria kama usimamizi wa muda, nidhamu ya fedha na vingine vingi, si ndio? Vinahitajika vingi mno, lakini yeye alichokijibu alisema kwamba ni mimi binafsi. Ni mimi ambao alisema vile akiwa anamaanisha kwamba vitu vingi ambavyo tunakuwa tunavifanya au vitu vingi ambavyo tunakuwa tunajihusisha navyo, huaga kitu ambacho kinabakia kuwa constant throughout ni vitu viwili, Mungu pamoja na Mungu kwenye hiyo safari. Nikisema kwamba nitolee mfano, si ndio? Wote hapo siwezi kukadiria. Hiyo tukadiria kwamba wote hapo tumezaliwa Tanzania, si ndio? Wote tumezaliwa Tanzania, si ndio? Kwenye Tanzania hii kuna baadhi ya watu ambao wamefikia sehemu ambao kwa ngazi za kibinadamu tunaweza kusema kwamba wamefanikiwa, si ndio? Na kuna watu ambao kwenye mazingira haya kwenye elimu hii bado pengine hawajafikia kama wale wengine, si ndio? Kwa kitu ambacho unakuja ukiona ni kwamba yule mtu ambaye alikuwa kwenye mazingira ndio ambaye amebadilika. Kwa kitu ambacho nilichukua kutoka pale ilikuwa ni kwamba hata mimi hapo kwenye safari yangu ya uongozi sio tu kuna kutoka kwa wenzangu, ilikuwa ni mimi binafsi. Na hata wewe kijana usiku leo unaweza kuchukua nafasi yako kujiangalia wewe binafsi. Hivi vitu kama nidhamu, si ndio? Nadhani tunafahamu ule msemo wa Kiswahili unasema kwamba mazoea hujenga. Kwenye tafsiri yake pengine wao tunachukulia kwamba ni ile vitu vibaya tu pekee yake, si ndio? Lakini kiuhalisia hata kwenye vitu vizuri ni kitu hicho. Nikichukulia mfano wa vitu ambavyo tunakuwa tunajihusisha navyo. Hapa tuna watu kutoka benki, si ndio? Naomba tuwapigie makofi kutoka COB. Nichukulie mfano labda tabia fedha, si ndio? Ambao nadhani ni mojawapo ya vitu ambavyo vinatugusa vijana moja kwa moja. Kama wewe hapa una tabia, si ndio? Kwamba ukishapokea suppose labda ukapokea $100,000, si ndio? Moja kwa moja matumizi yanakuwa $200,000. Mshakutana na vijana wengi. Lakini kuna wale ambao tunaonaga kwamba tuko sawa zaidi. Yeye moja kwa moja anajikuta kwamba matumizi yake yako pale pale kwenye $100,000. Mshakutana na vijana wengi. Au kama ni wewe hapo sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi tabia ambazo tunakuwa tunazifanya kila itopo leo, hizi tabia za kujirudia, hizi hapa ambazo tunakuja kujenga samani. Haya mazoea ambayo tunakuwa tunafanya kila siku, moja kwa moja tunakuwa tunakuja kujenga tabia zetu, si ndio? Kwa hivyo hata kwenye maisha yetu kila siku kitu ambacho tunakuwa tunafanya, changamoto ambazo tunakutana nazo kila siku. Angalia vitu gani ambavyo una mazoea kufanya. Hivyo hapo tunakuwa kujenga tabia ambazo zinakupelekea kuweza kufikia kwenye mafanikio ambayo umefikia. Changamoto kubwa ilikuwa mimi binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ya mwisho ilikuwa ni kuhusiana na ningependa kuambia nini vijana ambao pengine wana hofu na kufanya mambo, watu ambao wana hofu na kuania nafasi za uongozi, watu ambao wana hofu na kufuatisha career path fulani, si ndio? Nadhani mimi kipindi ambacho nilikuwa nakuwa career ambazo zilikuwa zinaogopeka, mojawapo ilikuwa ni daktari, si ndio? Ukiambiwa labda sheria, si ndio? Ukiambiwa engineer, na nadhani hizo kasumba bado ziko mpaka leo, si ndio? Sasa kitu gani ambacho naweza nikawaambia? Kuna mfano mdogo ambao nitawafanya hapa, na nadhani ndugu yangu pale kwenye projection itanisaidia. Naomba wajitolee watu watatu. Sawa? Watu watatu. Anyone kutoka JMC na leo hata baba pia ni JMC. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana Kabenje, nashukuru sana. Naomba mdada. Yeye tu. Na si okay, anakuja. Naomba makofi kwa wote watatu. Nashukuru sana. Sasa nyie hapo naomba mtaangalia umati. Sawa? Mtaangalia umati. Msigeuke. Lakini vile vile mkisema mambo kwenye umati, msiwaambie chochote. Sawa? Naomba watu watatu wengine. Kwa haraka ni vijana, si ndio? Nashukuru 1, 2. Okay, amekuja mwanadada, nashukuru. Sawa. Sasa ambao mmekuja wa pili, naomba kuja, si ndio?
Mnaweza tukabaki wote. Sawa, brother Iva karibu. Ni mdogo wangu lakini vile ni mwanafunzi pale KSMC na ni kiongozi wa kesho na mimi. Naomba makofi kwake. Sasa watatu ambao mmekuja hapa mwishoni, naomba je, mtageukia screen. Mtageukia screen. Sogeni tu mpaka mnaweza kama mnaendelea kwenye pamoja. Sasa naomba kwenye projection pale kama mnaweza mkaweka ile picha. Ile appointment, ile ya kwanza ya kupanga pangua. Imetokea sio? Panga pangua. Haijatokea? Imetokea? Sawa. Sasa naomba upande wa umati